Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Minister Abel the Sharpshooter, na siku ya leo tunaenda kuongelea kitu cha muhimu sana sana sana, jinsi ya kuomba kupata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hawajui jinsi ya kuomba na mida za kuomba. Kuna mida zingine unatakiwa kuomba baraka, wewe unaomba vita. Lazima ujue mida gani unatakiwa kuomba masuala ya vita na mida gani unatakiwa kuomba Mungu baraka. Unakuta asubuhi mapema kukisha kucha, mtu anaanza kuharibu, kuangamiza. Akati asubuhi ndo muda ambao unatakiwa kuomba baraka za siku. Kwa hiyo huo muda wa asubuhi unavyoamka ni muda wa kumshukuru Mungu na pia kupeleka siku yako kwa Mungu. Hiyo sio muda wa kuomba vita, hapana. Huo ndio muda wa kupeleka maombi yako kwa Mungu. Alafu kuna mida ya mchana. Muda wa mchana ni muda ambao wa kuomba maombi ya baraka, kwa sababu kuna mbingu na milango yanafunguliwa ambayo wewe hapo hauyajui. Kwa hiyo hiyo milango ikifunguliwa kwenye mchana, unatakiwa ndio muda ambao unatakiwa kuomba ili Mungu afungue hizo baraka ambazo unataka Mungu afanye. Na mida ya usiku wa manane ndio mida wa vita. Huo ndio muda wa kuombea vita. Kama unataka kuvunja kila lahana, kila nguvu za giza. Wachawi anafanya kazi usiku wakati watu wamelala, sio asubuhi, sio mchana. Usiku wakati watu wamelala ndo Ibilisi anafanya kazi yake. Kwa hiyo ndo muda, mchana ni muda wa kuomba baraka za Mungu. Asubuhi ni muda ambao unaombea siku yako ya mbele. Unasema, Mungu, ninavyoamka asubuhi nasema asante kwa kuwa umenibariki. Baba, siku hii inaenda kuwa ni siku ya baraka. Ninaenda kuona mafanikio siku ya leo. Hayo ndio maombi ya kuomba asubuhi. Ukifika mchana unaombea mbingu ya mafanikio. Baba, mafanikio yangu yanakuja. Biashara yangu inaenda kuwa kubwa. Biashara yangu inaenda kutoka kwenye sehemu hii inaenda kwenye sehemu nyingine. Usiku wa manane ndio usiku wa vita. Ndio unaenda kuvunja kila mamlaka na kila ibilisi kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe kama mtu wa Mungu au wewe kama mtoto wa Mungu unatakiwa kujua mida ya maombi. Muda wako ni saa ngapi? Muda wa vita ni saa ngapi? Muda wa kuandaa siku ni saa ngapi? Na muda wa kuchukua baraka ni saa ngapi? Ukielewa hivi, unakuta kwamba unaishia kuwa na baraka. Kwa nini watu wengi wanaomba alafu hawapati baraka? Ni kwa sababu vitu vyako haviendi, kwa sababu unachanganya mida. Kuna mida ya kuomba baraka, kuna mida ya vita, na kuna mida ya kuwekeza siku yako. Kwa hiyo siku ya leo unataka kujifunza kwamba mida gani unatakiwa kuomba. Peleka maombi yako kwa Mungu na eka siku yako vizuri. Ipangilie. Mungu abariki wale watu ambao hawana mipangilio. Maombi pia yanaenda na wewe mwenyewe binafsi. Roho yako uko sawa? Unatii sheria za Mungu? Unasoma Biblia yako? Kuna muda ambao Mungu anataka usome Biblia, ukiri neno lake, ufanye Bible study, umtafute yeye kwa kweli na kwa nguvu. Usimtafute Mungu. Kosa kubwa ambao watu wanafanya, wanamtafuta Mungu akati wanapita changamoto zao ndio wanapomkumbuka Mungu. Hapana, hata kama una hela bilioni 5 kwenye akaunti yako, mkumbuke pia Mungu kwenye hiyo pia, kwa sababu hiyo bilioni 5 imetoka kwa yeye. Msimkumbuke Mungu kwenye shida zenu, lakini hata kwenye furaha zenu pia mkumbuke Mungu. Mwambie Mungu asante hata kwa hii pumzi ambayo ninapumua. Watu wengi sana maombi yenu hayajibu kwa sababu hamwezi hata kumshukuru hata Mungu hata kwa hiyo pumzi ambayo umepata. Kwa hiyo siku ya leo lazima mjue mida gani ya kuomba, mida gani ya kupeleka maombi yako kwa Mungu, na Mungu atafanya jambo kwenye maisha yako. Asante sana kwa kusikiliza ujumbe huu mfupi, na naomba usisahau kusubscribe kwenye channel yangu hii. Kumbuka kulike, kushare na pia kucomment. Mtumia mtu mwingine. Asante kwa kuungana na mimi na niseme shalom.